Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hujambo mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, na karibu katika kipindi hiki cha mahojiano maalum na mjadala maalum kuhusiana na suala la siku ya kimataifa ya Quds ambayo iko mbele yetu tayari kwa ajili ya kuadhimisha na kuungana na wananchi madhulumu wa Palestina katika kuadhimisha siku hii ya kimataifa ya Quds. Kukuendeshea kipindi hiki humu studioni katika studio zetu za IBN TV Afrika ni mimi Salum Bendera, lakini pamoja nami ili kudadavua na kujaribu kuchambua na kujaribu kutoa mtazamo kuhusiana na siku ya kimataifa ya Quds, pamoja nami ni Qasim Hassan, mchambuzi, mweledi na mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati na ulimwengu wa Kiislamu kwa ujumla. Karibu sana bwana Qasim Hassan katika studio zetu za IBN TV Afrika na katika kipindi hiki. Asante sana. Bwana Qasim Hassan, kama unavyojua tumo sasa hivi mbele yetu kadhia nzima ya siku ya kimataifa ya Quds ambayo huadhimishwa kila mwaka katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hapa studioni nimekualika ili tuweze kudadavua na kuchambua mawili matatu ili kutoa mwangaza kwa watazamaji kuhusiana na siku ya kimataifa ya Quds. Lakini kwa kuanzia, labda mtazamaji wa IBN TV Afrika, swali ambalo linampitikia kwa mara ya kwanza au katika hatua ya awali kabisa ni kwamba nini siku ya kimataifa ya Quds? Asili na chimbuko la siku hii ya kimataifa ya Quds. Labda tuanzie hapo. Asante. Kwanza ni shukuru Mungu kwa kufika siku ya leo ambao kimsingi tunakwenda mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia nikushukuru ndugu mtangazaji kwa kuhost hichi kipindi. Kwa faida ya mtazamaji na nikifanya marejeo ya swali kwamba tunapokuja kuzungumza asili au chimbuko la siku ya Quds au nini maana ya siku ya Quds, ni kabla sijatoa tafsiri ya nini maana ya Quds, tangazo la maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Quds ambayo Quds imebeba upana wa maelezo kwa kamusi za kila eneo. Quds ni eneo linalopatikana katika ardhi ya Palestina ambao kimsingi ni msikiti wa kihistoria. Lile eneo limetajwa katika vitabu vitakatifu. Qur'an imezungumza, nafikiri wanaosoma history ya kidini hizi Abrahamic religion zote zitakuwa limezungumzia swala la Quds, msikiti ambao unapatikana Jerusalem ambao ni Palestina, ambao msikiti ule una historia ndefu sana katika hizi dini zetu tangu au za tanzu. Na imeitwa siku ya Quds kwa sababu hapo awali miaka ya 1947 yalifanyika maazimio ya Umoja wa Mataifa, wanaita resolution za Umoja wa Mataifa kupitia vikao vyao maalum, wakati Israel alipokuwa amekaribishwa na Wapalestina kuishi kama mgeni wao katika ile ardhi, wakati ambapo wao walikuwa hawana sehemu ya kukaa. Na kimsingi walikaribishwa pale baada ya kuwa kila maeneo ambayo walikuwa wanakwenda kuishi walikuwa hawapati kukaribishwa kwa sababu ya historia yao ya uharibifu ambao walikuwa wanaufanya tangu na tangu. Waliwaua mitume, waliwapinga mitume, mwisho wa siku wakapata hiyo kama sehemu ya adhabu kwao, wakajikuta wamepotea katika hii dunia, wanatapatapa na wanahangaika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo mwaka 1869 bwana mmoja kwa jina la Theodor Herzl ambaye alikuwa anaishi Serbia akalazimika kuwaita watu wote wenye asili ya Israel katika kongamano maalum. Na tunaposema watu wenye asili ya Israel tunakusudia watu wote ambao walikuwa na chembe za kutokana na vizazi 12 vya Yakobo, ya Nabii Yakub alayhi salam, ambao kimsingi
mjukuu wa Nabii Ibrahim na ni mtoto wa Ishaka. Sasa yeye kama mwandishi wa habari aliamua kuitisha ile kongamano kimsingi kwa ajili ya kuonesha sympathy, huruma ya namna gani wanaweza wakawasaidia hawa ambao wapo katika maeneo tofauti tofauti na wakitanga. Wakakubaliana katika kile kikao, katika ile kongamano, na ikaja ikasaidiwa mwaka 1919 baada ya mkutano wa Versailles kule Ufaransa. Waziri mkuu wa Uingereza kipindi kile akalishajihisha hilo jambo kwamba tukifanikiwa kutatua mgogoro wa vita ya kwanza ya dunia, tutawatafutia Waisraeli eneo lao la kudumu la makazi yao, ambao proposal ambao walikuwa wamepewa wao ilikuwa ni kwenda kuishi Palestina. Sasa walianza kwenda Palestina kidogo kidogo kwa makundi, hatua kwa hatua. Palestina wakawa wanawapokea kama binadamu wenzao, wengine wakaishi nao, wakawapatia maeneo ya makazi temporary ya muda mfupi, lakini wakaanza kuzaana na kuitana watu wa maeneo tofauti tofauti. Halikuwatisha wa Palestina kwa sababu walikuwa wanajua zile sheria za kimataifa kwamba hawa wanakuja kama wageni, kwa kimsingi wataishi, lakini mwisho wa siku watakuja kuondoka, watarudi. Ikatokea bahati mbaya, Palestina ilikuwa ni koloni la Mwingereza. Nukta ya msingi sana hii. Na kwa sababu Mwingereza amemwahidi Theodore Herzl ambaye ni baba wa hawa Wazayuni kwamba atawapatia Waisraeli eneo la kwenda kuishi. Nukta yake ya msingi alikuwa ametarget kwamba itakapotokea process ya kudecolonize makoloni, kuondoka rasmi katika koloni kwenye maeneo ambao walikuwa wameshika na kuyadhibiti, yeye lile eneo ambalo amelidhibiti atalazimika kulikabidhi kwa watu ambao wamewatarget. Yaani kama ilivyokuwa kule Rwanda, ndio tulivyoona Belgiji alikuwa ameshikilia ile koloni, alivyoondoka akawachia mgogoro kati ya Wahutu na Watusi. Kwa the same ilitokea kule Palestina, ambapo yule waziri mkuu alihakikisha kwamba hawaondoki pale na kuliachia ile koloni mpaka wamwachia Mwisraeli mazingira ya kuweza kulimiliki ile eneo na kuishi kwa kudumu, au kwa uchache mazingira ya kuzusha mgogoro ambao utapelekea udumu kwa muda mrefu na utahalalisha pia na kuhalalisha hawa kwamba ni wakazi wa hapa na hawa sio. Asante. Imekaa hivyo. Na kweli ilipofika mwaka 1947 rasmi anatakiwa aliachile koloni, akalazimika kumshawishi Marekani waitishe mkutano, na hapa ilikuwa ni baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, waitishe mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao utakaotoa uhalali sasa wa kimataifa na mataifa mengine yote yaelewe kwamba lile eneo linapaswa kugawanywa katika maeneo mawili. Part of it, sehemu ya ibaki kwa ajili ya Palestina na sehemu fulani ibaki kwa ajili ya Waisraeli. Sasa hapa kuna sura mbili. Sura ya kwanza hapakuwa na official notification, taarifa rasmi za kitaalamu na za kisheria kwamba wale wenye eneo lile, wamiliki wa ile ardhi, wanafahamishwa kwamba bwana, kwa sababu nyewe mna ardhi kubwa, tumeona busara za hawa watu ambao hawana eneo la kuishi, muwagawie ka eneo kadogo ili waweze kuishi. Kibinadamu inawezekana wangekubali. Kwa sababu wamekaa nao na hakuona pengine mapungufu ambayo awali pengine labda walikuwa wameaficha, kwa hiyo wangeweza kuwa host. Hiyo sura ya kwanza. Lakini sura ya pili tunaona kuna mataifa yameitwa na kushirikishwa azimio ambalo wahusika wenyewe hawakushirikishwa na wala hawalifahamu. Kwa hiyo itokea kama vile swala la usiku, unalala ukiwa mzima, asubuhi unaamka ukiwa mgonjwa. Kwa hiyo nukta ambayo pengine ninaweza kufahamu kupitia mazungumzo yako, naweza tukasema kwamba huu ni mpango ambao uliandaliwa kabla na Uingereza na washirika wake na Theodore Herzl na wengine wote walikuwa wakifahamu, lakini wa Palestina tu ndio walikuwa hawajui nia ya dhati ya hawa mabwana. Asante. Yaani ni sawa kwa lugha zetu za mtaani, ni watu wamekaa sehemu wana plani kwenda kumwibia mtu X. Sasa hamwezi kulikisha zile taarifa kuzivujisha kwa sababu ile mtu itabidi ajiandae. Sasa huu ulikuwa ni wizi wa mchana, lakini wizi ambao umeuvika taratibu za kisheria. Ndio maana walikuja kulihalalisha kupitia vikao vya Umoja wa Mataifa. Na kwa sababu turufu ya Umoja wa Mataifa, kumbuka Umoja wa Mataifa
unaundwa na kitu kimoja wanaita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, United Nations Security Council, ambao hawa member countries, nchi wanachama zipo 15, ni zile ambazo zilishiriki katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia na vikajikuta vimeshinda katika zile vita. Kwa hiyo wao wana maamuzi, wana turufu katika Umoja wa Mataifa. Mnaweza mkakusanyika nchi 193, lakini katika hizi nchi 193 mkiondoka na maazimio, nchi moja ikaamua kuchomoa betri, ikasema sisi hatukubaliana nayo maazimio, maana yote ambayo nyie mmeyapanga yatakuwa yamekuwa na na pengine hata katika hizi wanachama 15 wa Baraza la Usalama bado still tunakwenda mbali zaidi kuna wanachama ambao ni 5 wa kudumu, wenye nguvu, na wa kudumu. Hawa waliobakia hawa wanabadilika kila mwaka, anaweza kaekwa Rwanda baada ya mwaka na wanakwenda kama observer. Kwa sisi Afrika tunawakilishwa na Ethiopia, wanakwenda kama vile observer, wanatazama tu, baada ya hapo anaridhia ile maamuzi. Kwa hiyo hawa 5 ambao ni Marekani, Uingereza, Russia, China, wana power na wanaweza kutumia kura turufu kiasi kwamba mataifa yote yanaweza yakaamua kitu, lakini mwanachama mmoja wa baraza la kudumu akiamua kukataa, maamuzi yale kila kitu kinakuwa. Na hichi kimekuwa ni kilio cha mataifa mengi kwamba muundo wa Baraza la Usalama ubadilishwe. Sasa labda tusiende mbali kwenye mada yenyewe, turudi kwenye hii nukta kwamba asili yenyewe ya siku ya kimataifa ya Quds, chimbuko lake ilitoka wapi, ilianzishwa na nani, na mpaka leo hii tunaona kwamba kuna hii hali ya kwamba kila mwaka kunaadhimishwa siku ya kimataifa ya Quds. Baada ya kuwa wa Palestina wamedhulumiwa ardhi yao, walireact tarehe 15 mwezi Mei mwaka 1948. Walisema sisi hatukubali na hii hali, tunaingia mtaani. Wakauawa, wakapoteza makazi yao, wengine wakawa ni wahamiaji maeneo tofauti tofauti. Katika intifadha hii Lebanoni, walikwenda Jordan, walikwenda Syria, walikwenda maeneo nchi za jirani zile, Egypt, wakaenda kupata makazi. Sasa wanataka kurudi kwao. Zikatokea vita, mapigano mpaka mwaka 67, 61, 62 mpaka 67. Wanaihami ardhi yao. Wakapata support ndogo ndogo kutoka kwenye nchi za jirani kama Lebanoni, Jordan walisaidia kidogo, ingawa baadaye walikuja wakabadilisha msimamo. Yasir Arafat baadaye akaja kuona hizi kuna baadhi ya nchi za jirani ambazo zimekuwa zinapata shida kwa sababu ya kututetea sisi wa Palestina, akalazimika kuingia baadhi ya makubaliano ya kidiplomasia kuzihami hizi nchi za jirani, lakini pia na kupunguza umwagaji damu wa Palestina. Sasa kwa hawa Waisraeli wamejimilikisha ile eneo ambalo lilikuwa ni 55%. Afu Palestina wamechukua asilimia chache kutokana na hizi 100% za ardhi yote. Sasa nani atakaye kuja kulisemea hili swala, kwa sababu huu ni ukoloni wa wazi. Yaani kama vile Afrika sisi tulivyopigana kwa kushirikiana kumuondoa mkoloni aliyekuwa hapa kwetu Afrika, wa Palestina walikaa kwa muda mrefu toka mwaka 1948 hawapati support kutoka kwa mataifa tofauti. Mbaya zaidi sasa, hawakupata msukumo, yani nchi ambayo inaweza kawasukuma na ikajitokeza kinaga ubaga kwamba sisi tuko bila kificho, wazi na dhahiri, tuko na nyie katika hali na mali, na tutakusaidieni kuihami ardhi yenu na kumuondoa huyo Mwisraeli ambaye amechukua mvamizi amechukua ardhi kimabavu. Sasa mwaka 1979 tunarudi katika msingi wa swali lako. Ni kipindi ambacho Imam Khomeini alifanikiwa kufanya mapinduzi ambayo ilikuwa ni mapinduzi pia ya watu. Nasema alifanikiwa kwa sababu yeye ndiye alikuwa yupo mbele, kiongozi alikuwa mbele na support ya wananchi, wakamuondoa Shah. Baada ya kumuondoa Shah, agenda ya kwanza ambayo ilikuwa katika kichwa chake, aliona uhuru wa Irani kutoka kwenye mikono ya Shah kwenda kwenye serikali ya watu ambao inaridhiwa na Mungu hautokuwa una maana kama tu hawa ndugu zetu wa Palestina kwa ubinadamu wetu sisi. Kuna nukta ya msingi sana hapa ambayo inatakiwa tuitofautishe. Kuna watu wamekuwa wanaliconceive swala la mgogoro wa Israeli na Palestina kwa mrengo wa kidini, na wanataka kutumia huo mrengo kutaka kuficha baadhi ya mambo, kwamba hili swala litakuwa linawahusu Waislamu, Palestina au Waislamu au Waislamu wa Palestina au Waarabu. Wakasahau kwamba hapa kuna swala la ubinadamu kwanza kabla ya dini au asili au asili.
Sasa sio kama tunapigana kumuondoa Mkaburu kule Afrika Kusini. Sisi wa Tanzania tuliwasaidia wa Afrika Kusini kumuondoa Kaburu. Haimaanishi tulikuwa tuna sehemu ya eneo la Afrika Kusini tutakuja kuchukua. Kupata kitu mkabala wa hiyo. Wakati tunawasaidia nchi tofauti za Tunisia, nchi za Kiarabu hizi ambao kimsingi wako kaskazini, haikumaanisha kwamba siku moja tutakuja kupata sehemu ya ardhi yao. Hapana. Yaani hakukuwa na nia ya kutaka kupata kitu mkabala, maslahi mbadala baada ya kuwa tumewasaidia kitu fulani. Kwa hiyo Imam Khomeini akatangaza kwamba azimio lake la kwanza baada ya kuwa Iran imekuwa huru kutoka kwenye mikono ya udhalimu, anataka pia wa Palestina kuwa huru. Wanakuwaje huru? Kwanza tuitangaze siku ya kimataifa ya Quds kwamba ni siku ya wanaodhulumiwa. Hii kauli mbiu ikae vizuri. Ni siku ya wanaodhulumiwa, siku ya wanyonge. Siku ya wanyonge. Lakini tunaichukua Palestina kama ni case study, kama sehemu ya somo. Kwa tunapoisema siku ya Quds au siku ya kimataifa ya Quds, kwa mfano tarehe 27 inaangukia mwaka huu, hatuitangazi kama ni siku ya kimataifa ya Quds kwa kufanya reference ya Palestina peke yake. Tunapozungumza kwamba ni siku ya wanaodhulumiwa, siku ya wanyonge, manake ni maeneo yote yanayodhulumiwa. Yaani kama watu wa Goma leo wanataka kudhulumiwa ardhi yao labda na watu wa M23, manake Quds Day inawahusu kusimama kuihami ardhi yao. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba siku ya kimataifa ya Quds asili yake ni kuwatetea wananchi madhulumu wa Palestina, lakini haiishi bali ina wigo mpana zaidi. Popote pale mnyonge anapodhulumiwa na kukandamizwa, ni ujumbe pia unawafikia kwamba tutumie siku hii ya kimataifa ya Quds kwa ajili ya kuwahami wanyonge wote duniani. Ndio maana hata tumekuwa tukishuhudia kuna mwamko katika nchi hata Venezuela, Amerika Kusini huko. Sasa ilikuja kwa sura hii kwamba ni lazima tuwahami hawa watu, tuitangaze hii siku kwamba Quds inatakiwa ikombolewe, kwa maana ukombozi upatikane, ardhi ya Palestina ibaki huru kwa wenyeji au wenye ardhi ya wamiliki wa asili. Ulipatikana uungwaji mkono kwa kiasi kidogo, kwa sababu kipindi kile Iran ilikuwa imeingia kwenye phase ya pili ya kiuchumi na mabadiliko ya kisiasa. Kwa hiyo walipata ukinzani mkubwa kutoka kwa mataifa ambayo yalikuwa yanafaidika na Shah. Kwa hiyo kwa sababu hili swala pia linakwenda kuathiri maslahi mapana ya watu waliomweka Mwisraeli pale Palestina. Manake publicity kupitia vyombo vya habari ikawa ni ndogo ukilinganisha na hawa watu ambao wanaitangaza siku ya Quds. Lakini mahali shahidi, sehemu muhimu sana. Leo mwaka huu 2025 tunapokuwa tunazungumza siku ya Quds, maana yake tuna miaka 46 toka zoezi hili limeanza. Miaka 46 imeasisiwa. Kwa ibara nyingine, tuna wiki 46. Wiki 46 kwa sababu ni katika kila mwaka wiki ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukitoa wiki 46 maana yake tuna siku 46. Ukichukua toka mwaka 1900 na mwaka 1869 mpaka kuja mwaka 1919 mpaka kuja mwaka 1947, ulikuwa ni mpango uliosukwa kwa zaidi ya miaka 50 kuja kuivamia Palestina. Nataka tuwajibu pia wale watu ambao wamekuwa wanatoa majibu kwamba licha ya kuwa kuna watu wanatoka barabarani kuonesha hisia zao kwamba Palestina inatakiwa iwe huru, kwa miaka yote hiyo mbona hatuoni mabadiliko matunda yote. Sasa nataka tuwe kanuni za saa kwamba ili useme saa hizi ni saa 7 mchana, ni lazima kutoka kwenye dakika, na dakika ilipatikana lazima ipatikane sekunde. Kwa hatuwezi kuyaona masaa kabla hatujaona dakika na sekunde. Hatuwezi kuiona Quds kwa kuhesabu miaka kama hatujalitazama swala hili kwa mwaka linaadhimishwa mara ngapi. It's only one day kwa mwaka. Kwa mwaka mmoja, siku moja. Na ni masaa kadhaa. Na pengine hata nusu siku haifiki. Watu wanakwenda kwenye shughuli zao. Kwa hiyo tumewakumbuka wa Palestina na wanyonge kote duniani kwa kiasi kidogo sana. Yaani kama ni siku 46, wataalamu wa kufanya mipango yao walikaa kwa muda wa miaka 50 plus. Jitihada za Imam Khomeini kuifanya siku ya Quds ni siku ya kimataifa, mimi naweza nikathubutu nikasema
amefanikiwa kwa 98% kwa sababu leo ulimwengu mzima unaizungumzia Quds. Yani utashindwa kuizungumza Quds ukiwa kwako, lakini ukitoka mtaani kuna vyombo vya habari vitakueleza kwamba leo ni siku ya kuwakumbuka wanyonge wanaodhulumiwa wa Palestina, ambao ndio Quds Day. Kwa msingi mkuu wa Quds, nikirudi katika kusama hapo swali la msingi, ni siku aliyoitangaza kiongozi muadhama wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Imam Khomeini, miezi michache baada ya kufanya mapinduzi ya kumuondoa kiongozi dhalim Shah. Akaona jukumu lake la kwanza, uhuru wa Irani hauwezi kuwa na maana kama Palestina itaendelea kuwa inadhulumiwa. Na baada ya kuwa imetangaza Quds Day, ubalozi wa Israeli uliokuwa pale Iran, ilikuwa assignment ya kwanza ni kumuondoa balozi yule na kumuita Yasser Arafat kumkabidhi ile jengo la ubalozi wa Israeli, kuwapatia rasmi mamlaka ya Palestina kwamba sisi tunakutambueni nyie kama nchi na sio hawa. Na hii yenyewe ni ishara muhimu sana. Ni ishara muhimu sana. Na hii ni nukta muhimu sana. Mkutano ambao umefanyika mwaka 2024 wa Umoja wa Mataifa mwezi Juni, kuanzia mwezi Mei mpaka mwezi Juni, wa Umoja wa Mataifa ambao nchi 196 zilishiriki. Kati ya hizo nchi 143 ikiwemo Tanzania zilipiga kura kutaka kuitambua Palestina kama ni nchi mojawapo mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Wakati mkutano huu unafanyika mwaka 2024, Imam Khomeini yeye hakusubiri mkutano uitwe na Umoja wa Mataifa. Yeye kabla hajaingia ofisini alichukua funguo akamkabidhi Yasser Arafat na akasema, sisi tunaitambua Palestina kama ni taifa huru kwenu. Bila mkutano, bali kivitendo. Hakutaka kuungwa mkono na yoyote. Alisema sitasimama na nyie mpaka siku ya mwisho tutakapopata hatima ya kuwa ardhi yenu imekuwa iko huru. Kwa hiyo Wapalestina walianza kuungwa mkono na Wairani. Sasa na hapa pia tutazungumza pia kikwazo kingine. Pamekuwa kuna propaganda ambazo zinaenezwa ulimwenguni kuhusiana na uungwaji mkono wa Palestina na Irani. Kuna kanuni moja ya kisaikolojia wanaita fallacy of overgeneralization, kwamba mimi ninapokuona wewe brother Bendera, nimekutana na wewe mtaani umevaa kanzu, cha kwanza nitakachokifanya kwangu mimi ni kukusalimia kwa kutolea salamu, assalamu alaikum. Na nikitoa salamu maana katika moyo wangu nakuwa nakusudia amani iwe juu yako, lakini nakusalimia kama Muislamu. Nimetumia kanuni ya kawaida ya tafsiri ya kijamii kwamba ukikutana na mtu tukasema yule bwana ameathirika, mtu aliyoko pembeni, sisi tukao tunazungumza wawili, akili yake tafsiri ya kuathirika ni kupata ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini, HIV. Hii ndio tafsiri ya kijamii. Kwa na mimi ni kukuta umevaa kanzu, tafsiri ya kwanza nitakayoipata kwangu wewe ni Muislamu. Sasa haijalishi imani yako ikoje, lakini muonekano wako utaonesha wewe ni Muislamu. Sasa kama utambulisho. Jambo hili lilivyotangazwa na Imam Khomeini lilipata msukosuko wa uungwaji mkono na watu wenye mrengo wa kuamini kwamba so long as tangazo hili limetangazwa na Imam Khomeini ana sura mbili. Mosi, ana sura ya kutokubaliana na wa magharibi na ubepari, kwa sababu Islam always uko dhidi ya umagharibi, uko dhidi ya ubepari na ubeberu. Kwa nini? Kwa sababu magharibi unashajihisha sana ukoloni, na ukoloni ndio uliopelekea Palestina kunyang'anywa ardhi yao. Hiyo sura ya kwanza. Lakini sura ya pili, Imam Khomeini, lile taifa la Irani, asilimia takriban 78 ya wakazi wa pale ni Mashia. Na huku mwanzo ushatangazwa Ushia duniani kwamba ni tatizo. Ushia umetangazwa kwamba ni tatizo baada ya Imam Khomeini kulitangaza Irani kwamba ni dola la Kiislamu. Kabla ya wakati wa Shah, Ushia ilikuwa si tatizo. Watu walikuwa hawautizami kama ni tatizo. Lakini baada ya ushindi wa mapinduzi kuona kwamba sasa kuna taifa hawa watu wanamiliki dola, wakaanza kuitangaza kama tatizo. Nitakurudisha nyuma kwenye history kidogo. Karl Marx na kina Max Weber ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanaamini sana kunako ujamaa utakuja kuleta mapinduzi dhidi ya ubepari.
Bahati nzuri au bahati mbaya, wakati Karl Marx anaandika kitabu chake cha Die Kapital, target yake ilikuwa ni kutaka kuwaelimisha walimwengu wote waamini kwamba mfumo mbadala wa maisha ni ujamaa na si ubepari, na siasa zile zilitakiwa zianzie Ulaya Magharibi. Kwa bahati mbaya sasa, uungwaji mkono wa Usovieti ule ujamaa ukapata bahati mbaya ya kutoanzia Ulaya Magharibi ukaenda kuanzia Ulaya Mashariki. Ulaya Mashariki mataifa mengi ni mataifa maskini. Kwa hiyo walivyounga mkono wakakosa sapoti ya kiuchumi ya kushajihisha maeneo yote duniani, mwisho wa siku kafa natural death. Sasa Irani walivyotangaza kwamba siku ya Quds ni siku ya kimataifa ya kuwakumbuka wanyonge, propaganda zikaanza. Tangazo hili limetoka wapi? Kwa tumekaa kwa muda mrefu bila kupata uungwaji mkono wa watu wengi, kwa sababu tayari kulikuwa kuna cycle ya propaganda ambayo ilikuwa inafanya ile jambo liendelee kuwa depressed, linakandamizwa karibuni kila siku, la Mashia, la Imam Khomeini, la na kadhalika. Ile hali Imam Khomeini anatangaza kuunga mkono wa Palestina, wa Palestina wenyewe kimsingi si Mashia, ni Masuni, ni Wakristo. Tanzania tuliwe kupata bahati nzuri moja, tuliwekuwa na balozi wa Palestina ambaye alikuwa ni Mkristo. The same ukienda Lebanoni wanamsupport Mpalestina. Rais wa Lebanoni mpaka leo anaitwa Joseph ni Mkristo. Joseph Aoun. Kimsingi haya mambo hayajawa katika mrengo wa kidini kama watu wanavyoyatazama. Yamekaa katika mrengo wa kuwasaidia binadamu waliopoteza ardhi yao kwa kudhulumiwa mchana kweupe. Asante. Sasa labda turudi kwamba baada ya Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliyekuwa kiongozi na muasisi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ambaye aliongoza mapinduzi hayo mwaka 1979 na akapata ushindi Februari mwaka huo. Tangu wakati huo, kama ulivyoashiria pia katika mazungumzo yako, ni kwamba kumekuwa kukifanyika maandamano kila mwaka, kila Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mwaka, na tumeshuhudia pengine kwa upande wa mwamko na kwa upande wa ufahamu wa watu kuhusiana na kadhia nzima ya Palestina. Swali la msingi linalokuja hapa ni kwamba, je, unadhani kwamba kadhia hii ya Palestina inatosha tu kufanya maandamano na kushiriki katika makongamano na kuwaeleza watu kwamba leo ni siku ya kimataifa ya Quds, na kwamba tunapaswa kupaza sauti zetu kupinga dhulma, kupinga ukandamizaji unaofanywa na wananchi, unaofanywa na Israeli dhidi ya wananchi madhulumu wa Palestina? Hili linatosha, au sasa baada ya miaka 40 na kuna haja kuchukuliwa hatua zaidi ya maandamano na zaidi ya makongamano? Asante. Kuna kazi moja niliwahi kusoma ya rais mmoja, nafikiri atakuwa ni wa Yugoslavia, aliwahi kuandika kuhusiana na Velvet Revolution, mapinduzi ya bendera. Velvet Revolution kwa lugha nyingine ni mapinduzi laini. Of course Said Jawad Nakawi alikuja pia kulainisha hiyo lugha, akajaribu kueleza kuhusiana na namna wataalamu wa masuala ya mikakati walivyotengeneza mbinu 129 ambazo zinaweza zikapelekea nchi fulani au taifa fulani kufanya mapinduzi. Mojawapo ni swala la matembezi ya amani. Matembezi ya amani huwa yana lengo ya kutaka kufikisha ujumbe kwa lugha tofauti. Kwanza naweza nikakiri kwamba njia hii ya matembezi ya amani ulimwenguni imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wakati matembezi yanapokuwa yanafanyika, kabla ya kufanyika huwa kuna matangazo yanaanza. Kwa mfano, inawezekana wiki mbili kabla au wiki moja kabla, vyombo vya habari duniani vinakuwa vinanukuliwa vikizungumza kuhusiana na swala la Quds, watu wajitokeze siku fulani, Ule mwamko, ile awareness, public awareness ambayo inakuwa inafanyika, huwa inaifanya attention ya vyombo vya habari vyote vianze kumulika kwamba kitu gani ambacho kinakuja mbele yetu sisi. Kwa hiyo wale policy makers, watengenezaji wa sera na political activist, wale wataalamu wa masuala ya kisiasa, wanaharakati na wanakuwa wako aware, masikio yao yote yako yanatazama mwaka huu tunakuja na kauli mbiu ipi katika hili swala la Quds. Hiyo jambo moja. Lakini la pili,
Wakati matembezi yenyewe yanafanyika, huwa pia kuna mabango mbalimbali ambayo yanakuwa yanaonyesha jumbe mbalimbali. Mabango na mabango ya asante, vitambaa ambavyo vinakuwa vimebebwa na watoto, ikiashiria kwamba haya matembezi yana lengo la kuwakomboa watoto ambao kimsingi hawana hatia katika mauaji. Huwa yanabebwa na akina mama ambao kimsingi pia huwa inaonyesha sura ya akina mama, namna wanavyoteseka na watoto wao kule Gaza, ambao ni wahanga wakubwa sana. Yanabebwa na wazee kwa maana watu wazima ambao pia ni wahanga katika haya masuala. Lakini pia huwa kuna kuitishwa kwa waandishi wa habari kuja kufanya coverage ya yale matembezi na kuakisi sura halisi ya dunia imekaaje, na kujaribu pia kuoanisha kwamba leo Nigeria umefanya hivi, Ghana umefanya hivi, Tanzania umefanya hivi, Senegal umefanya hivi, lakini na kutaka kuelewesha pia waandishi wa habari kwamba kama moja ya kazi yao ya msingi ni kuelimisha watu, waelimishaji wa watu wakiwa katika kada yao kule Palestina wamekuwa wakipoteza pia maisha. Kwa hiyo nao pia ni sehemu yao au platform yao pia kupaza sauti kwamba na sisi waandishi wa habari tunapokwenda kufanya coverage kule Palestina tumekuwa tunakabiliwa na changamoto 1, 2, 3. Suluhisho ni nini? Tumeshuhudia pia katika vita vya Gaza hivi. Asante. Waandishi wengi wa habari wamepoteza maisha wakiwa kazini. Kwa hiyo wanaandaa kama platform fulani ya kutaka pia kuwaleta karibu kwamba hii siku ya Quds, hata sisi waandishi wa habari tunapokuwa tunafanya coverage ya taarifa zetu katika kadhia kama hizi, na sisi ni sehemu ya wanyonge na tunatakiwa tupate haki zetu kupitia njia kama tuna jukumu jukwaa hili nasi tufikishe taarifa. Asante. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kuna awareness kubwa sana ambayo imejitokeza kwa sasa kupitia haya matembezi ambayo yamekuwa yanafanyika karibuni kila mwaka na kwa miaka 46 mpaka leo tunashuhudia. Sasa unadhani labda mbali na hatua hizi, naam, bado kuna nukta muhimu kwamba kuna haja ya kuchukua, labda hujafika wakati kuchukuliwa hatua zaidi ya maandamano na zaidi ya makongamano? Asante. Kwanza nikirudi hapo kwenye makongamano, ni washukuru baadhi ya vijana ambao wamejitokeza wa mataifa tofauti. Brother, tukilipima hili swala katika mizania ya kawaida, nguvu kinzani inaotaka kulizuia hili swala ni kubwa ukilinganisha na nguvu ambayo inaitangaza. Nitakupa mfano wa baadhi ya mataifa ambayo baada ya kulitangaza hili swala kwa muda mrefu wamekuja pamoja na wakasema no, kuna kitu hakiko sawa hapa. Unaweza ukaamini kwamba Australia ilikuwa ni muumini mkubwa sana wa haya mataifa ya G7 ambao kimsingi ndio ana support kwa kiasi kikubwa sana hii taifa la Israeli kuendelea kukandamiza Palestina. Lakini Australia baada ya Quds za miaka kadhaa, mwaka 2015 alijitoa rasmi kinagaubaga kwenda kuwaunga mkono wa Palestina na kutambua kwamba hawa wana haki ya kuitetea ardhi yao kwa muda wa miaka mingi sana. Unatambua Jamhuri ya Ireland baada ya kuwa na mgogoro wa muda mrefu na Uingereza toka mwaka 1916, waliona ukoloni ambao Mwingereza alikuwa nao kwao na akaigawa ile ardhi kutoka kwenye Jamhuri ya Ireland mpaka Jamhuri ya Ireland ya kaskazini. Wao pia wanahisi kwa Palestina ni wahanga wa hili swala kwa sababu sura yao imekaa katika sura ile ambayo walikuwa nayo. Leo wametoka kuungana mkono na Wapalestina kusema wana haki ya kuwa huru katika ardhi yao. Na hata katika hapo katika hiyo nukta, katika maandamano ambayo tumeyashuhudia kipindi cha mwaka mmoja na nusu uliopita, miongoni mwa mataifa ambayo walitoka kwa wingi, yalitoka kwa wingi sana. Ireland miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa mstari wa mbele, maandamano makubwa sana, na hata imekuwa ikiruhusu harakati nyingi sana za zifanyike. Asante. Unaweza kaamini leo Jamaica, nchi ambayo ukiitaja kwa haraka unaona kuna sura fulani ambayo inakuja kwamba Jamaica ni watu wa sampuli gani. Lakini leo Jamaica imekuwa ni sehemu ya mataifa ambao wana recognize uwepo wa Palestina na wana demand Palestina iwe huru. Nitakupa mfano mmoja. Jamaica wana history ya kuwa na mtu mmoja anaitwa Marcus Mosiah Garvey. Wakati wa harakati za kudai uhuru wa mataifa ya Caribbean, Asia pamoja na Afrika, yeye ndiye aliyetoka kuishajihisha Afrika kutengeneza kitu kinachoitwa Pan-Africanism akitokea Jamaica. Leo Jamaica imechukua zile nyayo za Marcus Mosiah Garvey kuwaunga mkono wa Palestina kwa sababu Marcus alitembea dunia nzima
kuwaunga mkono wadai uhuru. Kwa hiyo leo Palestina anapodai uhuru, Jamaica anapokuja kumsaidia, kumpa backup, maanake anakumbuka historia pia ya watu weusi walikuwa wanakandamizwa duniani. Jamaica ametoka, Nicaragua wametoka, leo tunazungumza Spain wametoka, Ufaransa wanatoka, karibuni mataifa mengi yanaunga mkono hizi harakati. Matokeo ni nini? Ni kwa sababu ya yale matembezi ambayo yalikuwa yanafanyika karibuni kila Ijumaa ya mwisho, mwamko ule awareness. Lakini tukienda mbali zaidi, nilikuwa nafanya study research kwa kufanya documentary review. Nimesoma articles tofauti kuhusiana na vijana wengi ambao wamejitokeza Ulaya, barani Ulaya kulisupport swala la Palestina na kupinga ukandamizaji ambao Wazayuni wamekuwa wakiufanya dhidi ya Palestina. Nitatoa mfano wa vyuo vikuu vichache sana. Pale Italy kuna chuo kimoja, nimekisahau jina lake, lakini ni miongoni mwa vyuo ambao vilitenga euro 200,000 sawa na milioni 500 za Kitanzania, milioni 500 kama na 74, kwa ajili ya kuwasapoti vijana wa Palestina ambao wamepoteza ari ya kusoma simply kwa sababu vyuo vyao vimevunjika, vimebomolewa kule, kwa wanatakiwa wapate haki. Italy, taifa ambalo tunaliona ni taifa la Kikristo, wanawaunga mkono vijana wa Palestina. Na tarehe ngapi zile, mwezi Juni mwaka 2024, wakati Umoja wa Mataifa umekaa kwa ajili ya kujadili Palestina kuwa taifa huru, lakini liingie katika Umoja wa Mataifa, Italy ilikuwa ni sehemu ya nchi ambazo zilipiga kura ya ndio. Unalitazama hili swala, wanaotazama katika sura za kidini wanakosa uungwaji mkono, kwa sababu hata Italy ambayo ndio imeibeba Vatican bado inawaunga mkono, ambao tunaweza tukasema ni utambulisho mkubwa wa Ukristo duniani, bado unaunga mkono wa Palestina. Kwa hivyo mimi naamini kuna vijana wengi wamepoteza masomo yao, wamepoteza viungo vyao, wamefungwa Ulaya huko au Marekani kwenyewe, harakati ya Columbia, chuo kikuu cha Columbia. Ukienda pale Harvard University wanalipa zaidi ya milioni 90 ada. Wapewa vijana vile condition kwamba ukitaka kuunga mkono swala la Palestina unaweza ukahirishiwa mwaka, ukafukuzwa chuo. Kuna ambao wamegraduate wamenyimwa vyeti kwa sababu ya kuunga mkono, lakini wamesema sisi hatuna cha kupoteza, tunataka tuendeleze na sisi history. Lakini pia kuna profesa mmoja anaitwa Joseph Masaadi, chuo cha Columbia, yeye aliibuka na akasema Uzayuni ni ukandamizaji. Chuo kikamtunuku nafasi ya kwenda kufundisha nini maana ya Uzayuni pale chuo kikuu. Profesa mwenzake mmoja anaitwa Ivan Friedman akaamua kujiuzuru kufanya kazi kwa sababu tu kuna profesa mwenzake anaitwa Joseph amesimama kusema Uzayuni ni tatizo. Kuna mwamko mkubwa sana kupitia haya mambo kimsingi ambayo tunayaona duniani, tofauti kabisa na namna baadhi ya watu wanavyolipokea. Na kama ulivyoashiria ni kwamba nguvu inayotumika kujaribu kulifuta hili suala, kujaribu kulikandamiza na pengine hata kulipotosha ni kubwa zaidi kuliko na nguvu ambayo inapigania. Kwa sababu tukiangalia katika mataifa na madola makubwa kabisa, Marekani, Uingereza, Ufaransa, na sheria kali ambazo zimekuwa zikiwekwa kwa mtu ambaye pengine atataka kuhoji masuala ya Holocaust au kutaka kuunga mkono kadhia ya Palestina. Kuna nguvu kubwa sana, kuna bajeti kubwa ambazo zinaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii kadhia inasonga mbele na kadhia ya Palestina inasahaulika kabisa. Anyway, tukirudi katika hili suala la kwamba Iran ni miongoni mwa mataifa ambayo yako mstari wa mbele kabisa katika kadhia nzima ya kuunga mkono Palestina, iwe ni katika majukwaa ya kimataifa, hata kwenye Umoja wa Mataifa mwenyewe tunaona kwamba siku zote, au katika Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Kiislamu OIC, Irani daima imekuwa mstari wa mbele katika hii kadhia. Kuna swali la kimsingi ambalo mtafiti, msomaji, msikilizaji, mtazamaji anaweza kujiuliza, kwa nini Iran? Na kwa nini mataifa makubwa ya Kiarabu pengine na ya Kiislamu hata ambayo yanabeba utambulisho mkubwa wa Kiislamu kama Saudi Arabia, ambapo tunaona kwamba pale ni sehemu ambayo ni kitovu cha Uislamu, historia pana, Waislamu wanaenda kuhiji, kuna Madina pale mji wa Mtume, kuna hiki na hiki na kadha wa kadha, historia ya Uislamu imelala pale Saudia. Sawa, kuna maeneo mengine ambapo athari za Kiislamu pia zipo, lakini
Saudia tukiitazama, tunaitazama kama ni utambulisho wa Kiislamu, ndio sehemu ambayo Mtume alikuwepo pale, Madina, Maka, kote huko alifanya harakati zake. Kwa nini mataifa kama Saudi Arabia, Qatar, Bahrain na mataifa mengine ambayo kimsingi katika hatua ya awali tunaweza kusema kwamba ni Waarabu wenzao, wa Palestina ni Waarabu na wao ni Waarabu, kwa nini yamekuwa yakisuasua na hata pengine kupuuza kabisa suala la Palestina? Tatizo hasa ni nini? Asante. Kwanza kuna sura 2 mpaka 3. Sura ya kwanza, kwa nini Irani analisimamia hili swala na amejitoa kifua mbele kulihami kwa kiasi kikubwa, kwa hali na mali. Kwa hali na mali. Ukiachilia mbali swala la ubinadamu, Irani ni miongoni mwa mataifa ambayo yanathamini sana culture za watu, utamaduni, kulinda utamaduni. Mimi ni mshukuru Mungu, wakati Imam Khamenei ni rais wa Iran, alipata bahati ya kufika hapa Tanzania. Wakati amefika hapa Tanzania, sisi tulikuwa katika hali ambayo ilikuwa kidogo uchumi wetu umekaa vibaya sana. Katika harakati za kidiplomasia na kulinda utu, culture ni utu, walihakikisha wanatupatia si support kubwa sana ya mafuta nchini kwetu. Na baadaye nafikiri tukia kama kuna msamaha fulani, waleta paka wataalamu wa masuala ya kilimo, wakaenda kwenye bonde la Mto Ruvu kule kwa ajili ya kufanya investment na nini. Kimsingi tulikuwa tuna diplomatic relation kubwa sana ambayo imedumu kwa muda mrefu mpaka leo. Wanathamini sana culture za watu. Na of course swala la culture, ukienda kule Palestina, ni eneo ambalo kimsingi kuna kaburi la Nabii Ibrahim liko pale. Ndiyo. Amezikwa Ismaili, amezikwa Ishaq, amezikwa Yusuf. Kuna history ya uwepo wa kibla cha kwanza cha Waislamu, ambapo kimsingi dini zote zinakuwa zinaheshimu zile identities za dini nyingine, ni lazima ziheshimu haya mambo. Sasa kwa Irani wamekuwa wanajitokeza kwa ajili ya kulinda hivi vitu, kwa sababu unapokuwa umepoteza identity yako, maana kile jamii inakuwa imeperish, inakuwa imeondoka. Takupa mfano mwingine mmoja. Wakati Qasim Suleimani anatangazwa kama gaidi duniani, lakini nyuma ya pazia kuna watu ambao walishukuru uwepo wa Qasim Suleimani kwa sababu ndiye aliyekuwa analinda zile historical identity za maeneo tofauti tofauti, ikiwepo Syria, kutokana na mchango mkubwa. Yes, kwa aliplay part kubwa kama kamanda wa kijeshi, nyuma ya pazia alikuwa analinda yale matukufu ambayo yanapatikana katika maeneo husika, alama na utambulisho. Kwa hiyo hata hizi demolitions ambazo zimefanyika kule Lebanon, unaona zile jitihada za makundi kama vile Hezbollah katika kuhakikisha kama kuna makanisa yamevunjika, wao na kwenda kuyajenga, kwa sababu lengo la hizi harakati si kuvunja na kutweza imani za watu. Ni kuhakikisha kila mmoja anapata haki ya kuabudu kwa amani na usalama. Kwa hiyo Irani imeamua kusimamia hili swala, kuhakikisha kwamba yale matukufu hayapotei katika ile ardhi ya Palestina. Amewekeza nguvu kubwa sana pale. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nukta ya pili, kwa nini haya mataifa mengine yamekuwa hayalisimamia hili swala? Nitakupa mfano mmoja, brother. Mwaka 1944 Marekani waliitisha mkutano Bretton Woods, Marekani ni mji, kwa ajili ya kutaka kufanya maazimio kadhaa ya kutengeneza stabilization ya uchumi ulimwenguni. Tuna sarafu moja ambayo itakuwa ina dominate uchumi wa duniani. Yale maazimio yalikuja na kuifanya dhahabu kuwa ni kigezo cha utambulisho wa thamani ya uchumi ulimwenguni, lakini pili yalikuja kuitambulisha dola rasmi kwamba itakuwa ni sarafu ambayo itakuwa inatumika kwa ajili ya kuthamanisha sarafu nyingine duniani. Ya leo ukitaka kuangalia thamani ya pesa yako, maana yake unaitazama katika sura ya dola. Unailinganisha na dola. Sasa yale makubaliano yalikuja kuvunjika mwaka 71 wakati wa Nixon. Na mwaka 74 Nixon akakimbia kwenda Saudi Arabia. Nakuja hapa nukta ya msingi. Akimbia kwenda Saudi Arabia kwenda kuzungumza na wale wafalme. Akawaambia hivi, kuna baadhi ya mataifa ambayo yameshindwa kuungana na sisi kwa sababu yanataka kudai zile dhahabu zao ili waanze kutengeneza thamani ya pesa kwa kulinganisha na dhahabu zao. Sasa sisi tunachotaka ni kwamba wewe, kwa sababu ni supplier mkubwa wa mafuta ulimwenguni, na kwa sababu upo center, maeneo mengi yanakuwa anakuja kuchukua mafuta kwako,
usiyauze mafuta isipokuwa yauze in terms of dollar. Ndio nukta yangu ya msingi. Yauze kwa thamani ya dola. Kwa hiyo hawatokimbia dola. Dola kwao itakuwa ni maji. Usipoyaoga utayanywa. Kwa hiyo Saudia wakaingia katika huo mtego, wakawakubalia, na kweli uchumi wa Marekani ukakua ukawa ni mkubwa sana. Sasa wao waliahidiwa nini? Waliahidiwa mbadala wake ni kwamba watafanyiwa 1, 2, 3. Moja wapo ikiwa ni kuhakikishiwa ulinzi. Lakini unapohakikishiwa ulinzi lazima upewe pia na masharti. Masharti yatakuwa ni nini? Kuna mistari baadhi ambao hutakiwi kuivuka. Kwamba mimi ambaye nimekuhakikishia ulinzi ninafaidika kwa kiasi gani kutokana na huu mgogoro wa Palestina na Israeli. Ninauza silaha, ninachukua mali ambazo zinapatikana pale Palestina, kwa maana Mashariki ya Kati. Panapotokea crisis kubwa kama hizi, na Mashariki ya Kati ni eneo ambalo lina uuzaji wa mafuta mkubwa, asilimia takriban 70 yanatokea pale mafuta duniani na gesi. Kwa kiasi kikubwa yeye kiuchumi anafaidika. Kwa hiyo lazima wawe mistari ambayo kimsingi hawezi kuingia maslahi yake. Kwa mataifa kama Jordan, Egypt na wapi ambao kimsingi yameamua kukaa kimya katika hili swala, wanafaidika kwa kiasi kikubwa kwa yule mtu ambaye yeye amekuwa ni supporter mkubwa au sponsor mkubwa wa hivi vita. Na hata kiasi kwamba mataifa kama Jordan na Misri ni mataifa ambayo yako jirani na Palestina, na tunaweza kusema kwamba yanahisi uchungu, yanahisi na kufahamu pengine machungu ya Wapalestina kuliko mataifa mengine ambayo yako mbali, sababu ukaribu wao. Lakini wameshindwa kwa support kwa sababu wanajua wakiingia kwa support watapata matatizo, pengine vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo kwenye mabano ni kwamba mataifa mengi au yawe ni Kiarabu kama Saudi Arabia na mengine yameamua kusuasua, kupuuza au kunyamazia au kutokuwa mstari wa mbele kuhusiana na kadhia Palestina kwa kutanguliza maslahi yao ya kiuchumi na kisiasa, ambapo jambo hili ni la kusikitisha sana. Sasa mwaka huu siku ya kimataifa ya Quds inaadhimishwa kukiwa kumetokea matukio mengi katika kipindi cha mwaka mmoja na pengine na miezi kadhaa, zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa, hasa baada ya vita na mashambulio ya kinyama yaliyoanzishwa na utawala dhalimu wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza, ambapo zaidi ya watu 60,000 wameuawa. Hizi ni takwimu rasmi tu, na kuna zaidi ya watu 10,000 bado wamekwama katika vifusi, na matukio mengine kama kuuawa viongozi wa ngazi za juu wa Hamas ikiwemo Ismail Hania, Yahya Sinwar na wengineo makamanda wa ngazi za juu. Quds, siku ya kimataifa ya Quds mwaka huu inaadhimishwa katika mazingira kama haya. Nini tathmini yako kuhusiana na siku ya kimataifa ya Quds mwaka huu, baada ya mwaka mmoja wa machungu na masaibu mengi ambayo yameshuhudiwa huko katika ukanda wa Gaza, na hata mauaji ambayo kwa mujibu wa ripoti na taarifa mbalimbali za Umoja wa Mataifa ni kwamba hakujawahi kutokea mauaji na unyama mkubwa kama huu katika historia, hasa hospitali kubomolewa, wagonjwa kushambuliwa, shule na kadhalika. Tathmini yako kuhusiana na siku ya kimataifa ya Quds mwaka huu katika mazingira baada ya yaliyotokea katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita nini? Asante. Kwanza niseme ninawapa pole wa Palestina, lakini pia nawapa na hongera kwa sababu wameweza kusustain hali ngumu ambayo wanaipitia kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 5 mpaka sasa. Ni hali ambayo haikuweza kufanyiwa calculations ambazo zingeleta usawa wa muda. Kwa mwaka mmoja na miezi 5 unapigana na mataifa makubwa, alafu wewe ni kataifa kadogo ambao kanapata support ndogo kutoka kwa watu wachache, na hata watu wengi wanaona kama vita ni Israel na Palestina, lakini kimsingi si vita Israel na Palestina. Nyuma ya Israeli kuna mataifa makubwa, Marekani, Ufaransa, Ujerumani, madola yote ambayo yamekuwa yakipatia silaha. G7 wote kwa kiasi kikubwa wanakuwa na msupport Mwisraeli. Kwa hiyo Mpalestina kuendelea kuresist mpaka sasa ni uwezo wa Mungu. Na tunaweza kusema pengine kwa sababu ilitangazwa katika misingi ya kuwatakia amani wanyonge, ndio maana uwezo wa Mungu umekuepo. Wa Latini wanakaulia umoja, wanasema Vox Populi Vox Dei, sauti ya wengi huwa ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo nawapa pole, lakini pili nawapa pongezi wale ambao wamejitokeza kuwa support wa Palestina. Tokea Oktoba 7 mwaka 2023 mpaka leo
kujitokeza kwa maana ya kulizungumza hili swala katika mijadala midogo midogo ya mitaani, lakini pia kwa kutumia zile social networks. Nitakupa mfano mmoja. Kuna kocha mmoja wa timu kubwa duniani, Manchester City, anaitwa Pep Guardiola. Ana kijana wake mmoja, binti yake mmoja anaitwa Maria. Maria ni miongoni mwa social activist ambaye yeye amejitoa kinaga ubaga kuwatetea wa Palestina. Regardless atapoteza uungwaji mkono kiasi gani kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini yeye amekuwa ni muungaji mkono mkubwa sana katika hili swala la Palestina. Sasa unashindwa kupata picha kwamba kwa mtoto kama huyu ambaye angekuwa anaenjoy maisha ya mshahara wa baba yake au maisha ya umaarufu wake kupitia jina la baba yake, leo ameamua kusimama na wanyonge. Sisi watu ambao tunaishi huku kwetu kando kabisa, ambao kimsingi hata maisha yetu bado ni ya kawaida, tunashindwaje kuitazama Quds ya mwaka huu? Pengine hata hakuna mashinikizo ambayo yanaweza kukuandama, kwa sababu wewe sio famous, sio mtu maarufu, uko huru, na wala huwezi kupoteza followers, hamna cha kupoteza, huwezi kupoteza biashara, huwezi kupoteza nafasi yako ya kisiasa, lakini unashindwa kusimama na Wapalestina. Kwa hiyo mimi nafikiri kupitia hizi harakati za hawa vijana ambao tunawaona wamepoteza masomo yao vyuo vikuu, wamepoteza nafasi zao za uungwaji mkono, kina Angelina Jolie, wasanii wakubwa, wacheza filamu wakubwa wamesimama na Wapalestina. Naiona kama Quds ya mwaka huu ina utofauti mkubwa sana. Kwanza shinikizo hilo la mwaka mmoja na miezi 5 ya vita, lakini nguvu ambayo inatumika ya kivita ni kubwa ukilinganisha na nguvu ya kuresist ile vita ambayo inaendelea kwa sasa. Kwa hiyo ni sawa na tungesema tunamchukua Mike Tyson, alafu tukamchukua na mimi kwa mfano, tukakaa kwenye ulingo, mimi nikaweza kupigana raundi 12, hata kama mwisho ukashindwa kwa point, nitashindwa kwa pointi, waandishi wa habari mtu wa kwanza kuja kumhoja atakuwa ni mimi, kwamba umewezaje kusustain point 12 kupigana na mtu mwenye uzito mkubwa, ana umaarufu, ana sifa za kila aina ambazo wewe kimsingi huwezi kuzipata, na kiasili wewe sio bondia. Kwa kama patakuwa kuna tuzo, inawezekana mimi nikapewa tuzo nyingi sana ukilinganisha na huyu Mike Tyson ambaye ameshindwa mimi kunipiga katika wakati huo. Mike Tyson atatizamwa kama ni loser. Yes. Kwa katika hili mimi niseme mwaka mmoja na miezi 5 wa Palestina wameshinda. Ile vita kimkakati haikupaswa hiyo hata miezi 2 kwa namna walivyokuwa wamejiandaa. Asante sana Bwana Qasim Hassan kwa tathmini na uchambuzi wako kuhusiana na kadhia hii ya siku ya kimataifa ya Quds. Labda nikushukuru nawe mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika kwa kuungana nasi na kututizama na kutegea sikio hadi tamati ya mjadala wetu huu. Nina matumaini kwamba utajiunga nasi katika mjadala mwingine kuhusiana na kadhia nzima ya Palestina. Mwongozaji wa kipindi kwa siku ya leo nilikuwa mimi Salum Bendera. Basi hadi tutakapokutana tena wakati mwingine katika maadhimisho haya ya siku ya kimataifa ya Quds, nitoe pongezi na vile vile mwito kwa watu wote ambao ni watetezi wa haki za binadamu, ambao wanaguswa na masuala ya utu na ubinadamu, wajitokeze kwa wingi katika maandamano ya siku ya kimataifa ya Quds mwaka huu kwa ajili ya kupaza sauti zao na kuhakikisha kwamba wanautangaza na kuutangazia ulimwengu kuhusiana na dhulma na ukandamizaji unaofanywa na utawala dhalimu wa Israel dhidi ya wananchi wa Palestina. Na kwa geni nikikutakieni kila la kheri. Asanteni na kwaherini.